Msomaji ni Saumu Njama. Kwanza muhtasari wake. Iran yafanya mazishi ya kitaifa kwa maafisa waliouawa vitani dhidi ya Israel. Qatar yaisihi Israel na Hamas kutumia fursa kufikia usitishaji mapigano Gaza. Katibu mkuu wa Umoja Mataifa apongeza makubaliano ya amani kati ya DRC na Rwanda. Habari kamili. Tehran. Iran imefanya mazishi ya kitaifa ya watu wapatao 60 wakiwemo maafisa wake wa kijeshi waliouawa katika vita dhidi ya Israel. Sherehe zilianza saa 2 asubuhi kwa saa za Afrika Mashariki mjini Tehran, ambapo ofisi za serikali na biashara nyingi zilifungwa kwa ajili ya tukio hilo. Rais wa Iran Masoud Pezeshkian pamoja na maafisa wengine wa ngazi za juu serikalini na maafisa wa kijeshi wakiwemo Ismail Qani, mkuu wa kikosi cha Quds, tawi la shughuli za nje la hifadhi mapinduzi, waliohudhuria ibada hiyo. Mshauri mkuu wa kiongozi wa Iran Ali Shamkhani aliyepata jeraha wakati wa vita pia alihudhuria akiwa na fimbo ya kutembelea. Marekani ilifanya mashambulizi kwenye vituo vitatu vya nyuklia vya Iran wiki iliyopita, ikijiunga na Israel katika mashambulizi dhidi ya mpango wa nyuklia wa Iran katika vita vya siku 12 vilivyoanza Juni 13. Doha. Msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje wa Qatar, Majid Al-Ansari, amesema wapatanishi wa Gaza wanafanya mazungumzo na Israel pamoja na Hamas ili kuongeza kasi ya kutumia fursa ya makubaliano ya kusitisha mapigano kati ya Iran na Israel wiki hii kwa lengo la kufikia usitishaji wa mapigano katika ukanda wa Gaza. Katika mahojiano na shirika la habari la AFP, Ansari alisema Doha kwa kushirikiana na wapatanishi wengine kutoka Washington na Cairo wanajaribu kutumia fursa hiyo mpya kuanzisha tena mazungumzo kuhusu Gaza. Alionya kuwa ikiwa fursa hiyo haitatumika, basi itakuwa ni nafasi nyingine muhimu iliyopotea. Rais wa Marekani Donald Trump pia alielezea matumaini kuwa makubaliano mapya ya kusitisha mapigano kati ya Israel na Hamas yanaweza kufikiwa mapema wiki ijayo. Hata hivyo, Ansari alifafanua kwa sasa hakuna mazungumzo ya moja kwa moja kati ya pande hizo mbili, lakini Qatar inaendelea kuzungumza na kila upande kwa njia tofauti. New York. Katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres ameusifu mkataba wa amani uliotiwa saini kati ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na Rwanda, akiutaja kama hatua muhimu kuelekea kupunguza mivutano. Pia alisifu uongozi wa Marekani katika kusimamia mazungumzo hayo ya upatanisho. Kauli hii inajiri baada ya mataifa hayo mawili ya Afrika kusaini makubaliano hayo siku ya Ijumaa mjini Washington, yakilenga kumaliza miongo kadhaa ya mapigano katika eneo la Mashariki mwa Kongo. Guterres alihimiza pande zote kutekeleza kikamilifu ahadi walizotoa katika mkataba huo, huku akisisitiza kuwa Umoja wa Mataifa uko tayari kusaidia utekelezaji wake kwa kushirikiana na Umoja wa Afrika na washirika wa kikanda na kimataifa. Wakati huo huo, Umoja wa Afrika kupitia mwenyekiti wa tume Mahmoud Ali Yusuf, ambaye alishuhudia utiaji saini wa mkataba huo, ametaja makubaliano hayo kuwa ni hatua muhimu katika kuleta amani, utulivu na maridhiano katika eneo hilo lenye mgogoro kwa muda mrefu. Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari inayokujia moja kwa moja kutoka DW Bonn. Berlin. Aliyekuwa kansela wa Ujerumani Olaf Scholz ametoa hotuba ya kuaga katika kongamano la chama cha Social Democratic Party SPD jijini Berlin, akitafakari miaka yake ya uongozi, huku akionya kuhusu mustakabali wa Ulaya na mwelekeo wa Urusi. Katika hotuba yake, Scholz alijikosoa kwa uwazi, lakini pia alitetea sera za serikali yake, akisisitiza kuwa hatua zilizochukuliwa zilikuwa sahihi kwa wakati wake. Aidha, kansela huyo wa zamani alionya dhidi ya matumaini yasiyo halisi kuhusu rais wa Urusi Vladimir Putin, akisema kuwa kiongozi huyo anataka kuendeleza uvamizi wake nchini Ukraine na hata kutanua udhibiti zaidi. Katika wito wa mshikamano wa kitaifa, Scholz amewataka matajiri kuchangia zaidi katika kugharamia ulinzi wa taifa, akishangazwa na mijadala ya kupunguzwa kwa kodi. Na hatimaye Oslo.
Polisi mjini Oslo wamesema wanamfungulia mashtaka mwanamfalme Marius Borg Hoiby, mtoto wa malkia mteule Mette-Marit wa Norway. Mwanamfalme huyo mwenye umri wa miaka 28 anakabiliwa na tuhuma za ubakaji, unyanyasaji wa kingono na kusababisha madhara ya kimwili baada ya uchunguzi wa miezi kadhaa uliogundua idadi kubwa ya waathiriwa. Mwendesha mashtaka wa polisi amesema uchunguzi umetegemea ushahidi kutoka kwa mashahidi, ujumbe wa maandishi na upekuzi wa kina. Licha ya kushirikiana na polisi, Hoiby amekanusha mashtaka dhidi yake, hasa yanayohusu unyanyasaji wa kingono. Wakili wake amesema mwanamfalme huyo anachukulia kesi hii kwa uzito mkubwa. Wakati huo huo, ikulu ya kifalme imetoa taarifa fupi ikithibitisha kuwa mchakato wa kisheria unaendelea kwa mujibu wa taratibu rasmi. Na huo, msikilizaji, ndio mwisho wa taarifa ya habari kutoka DW Bonn. DW Maoni. Msikilizaji, Iran na Israel zimepigana vita vya kushambuliana kwa makombora kwa takriban siku 12, vita vilivyoishia kwenye makubaliano ya amani yaliyoshinikizwa na rais wa Marekani Donald Trump, ambaye pia aliingilia kati vita hivyo kwa kuyashambulia maeneo ya shughuli za nyuklia ya Iran, ikiwemo kituo muhimu cha nyuklia cha Fordo. Iran nayo kwa upande mwingine ikaijibu Marekani kwa kuzishambulia kambi zake za kijeshi nchini Qatar na Iraq. Israel ndio iliyoanza kuishambulia Iran na kuua maafisa wake wa kijeshi, wanasayansi na viongozi wake pamoja na raia, na kusababisha uharibifu mkubwa wa miundombinu yake mjini Tehran, na Iran ikajibu kwa nguvu zote mashambulio hayo kwa kurusha makombora kuelekea miji ya Israel na kuharibu majengo mbalimbali, ikiwemo majengo ya shirika la ujasusi Mossad na bandari ya Haifa. Makubaliano ya amani yalifikiwa baada ya pande zote mbili kukubali kuacha kufyetua makombora, na swali hapa ni je, makubaliano hayo yatadumu? Vita hivyo vimetoa tafsiri gani kwa ulimwengu? Na je, ndio kusema Iran itakubali kusitisha kabisa shughuli zake za nyuklia kama inavyotaka Marekani? Kwenye maoni mbele ya meza duara nimewaalika Abdul Fattah Musa, ni mwandishi na mchambuzi anayefanya kazi nchini Iran, wakati huu akiwa huko Zanzibar, na mjini Paris nimemwalika Mohamed Saleh, mchambuzi wa siasa za Ulaya, na kutoka huko Marekani nimemwalika Profesa David Monda. Mwenyekiti wa mjadala huu ni mimi Saumu Mwasimba. Karibuni nyote. Asante. Shukrani. Asante sana. Naomba nianzie kwako Abdul Fattah. Kama alivyotangulia kusema, tumeona vita hivi vilidumu siku 12 na amani hatimaye ikafikiwa. Ni mwisho wa vita au ni mwanzo wa kitu kingine? Abdul Fattah, unafikiri nini kinafuata? Kwa hakika tukiangalia hali halisi yaliyotokea na yalipofikia, mimi nahisi huu hatuwezi kusema kwamba ni mwisho wa vita, na labda pengine nichangie zaidi kufafanua kauli yako kwa kusema kwamba hapa kilichofikiwa hasa si amani. Kilichofikiwa hapa ni usitishaji vita. Nadhani hata tukiuangalia ujumbe alioandika rais wa Marekani kwenye mtandao wake binafsi wa kijamii, ametumia neno kwa herufi kubwa ceasefire, yani kuonyesha kwamba Iran na Israel hazikufikia makubaliano ya amani. Kilichofikia ni kusitisha tu vita. Kwa hivyo usitishaji vita bila kufikiwa na hatua ya mbele ya watu kuridhiana na wakafikiana makubaliano rasmi, hatuwezi kusema kwamba vita hivyo vimemalizika. Ni vita ambavyo vimesitishwa tu, kama ambavyo imeshashuhudiwa hali hiyo kwa mfano tu katika vita vya Gaza, ambapo mara kadhaa vita vimesitishwa kisha Israel ikavianzisha tena. Kwa hivyo kwa mtazamo huo na kwa yale ambayo yameshuhudiwa katika kauli zilizotolewa na viongozi wa pande zote mbili, kwa upande mmoja waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu na vile vile rais wa Marekani Donald Trump, na kwa upande wa pili kauli hasa iliyotolewa katika hotuba ya karibuni aliyotoa kiongozi mkuu wa Iran Ayatollah Khamenei, yote haya hayaashirii kwamba tunaweza kujenga matumaini kamili kwamba huu mgogoro mkubwa uliotokea katika eneo hili la Mashariki ya Kati utakuwa umemalizika. Kwa nini? Kwa sababu waziri mkuu wa Israeli na waziri wa vita wa utawala huu, waziri wa ulinzi, wamesema kwamba sasa kwa hatua waliochukua kuishambulia Iran kwa njia ya anga,
wanahesabu kwamba hiyo ni sawa na wanachofanya kila siku katika anga za nchi ya Lebanon na nchi ya Syria, kwamba wakati wote wanapohisi kwamba kuna mtu ambayo ni tishio kwa Israel, wanaweza wakati wote wakavamia anga za nchi hiyo, wakakiuka mamlaka ya anga za nchi hiyo na kushambulia. Hicho ndicho ambacho wanataka sasa kukiendeleza ndani ya anga ya Iran. Umetoa ufafanuzi mzuri hapo kwamba kilichopo sio amani, ni kusitishwa kwa vita. Maana yake umekwenda mbali zaidi kwamba inawezekana vita vikawa havijamalizika. Na tumeona kwamba baada ya usitishaji huu wa vita, kila upande umeonekana unajitapa kwamba umeshinda kwenye vita hivi. Kwa hakika kwako, Abdul Fattah, unamuona mshindi yoyote katika vita hivi? Inategemea tafsiri ya vipi tutauelezea ushindi, kwa sababu kila upande unavitazama vita hivi kwa mtazamo wa aina peke yake. Israel ikisema kwamba imeshinda vita hivi kwa sababu inavyoamini imeshambulia vituo vya nyuklia vya Iran na kwamba imeondoa tishio la kushambuliwa Israel, inaweza pia ikawa imeshinda ikiwa tu inachodai kina ukweli. Ingawa ndo tumeona taasisi mbalimbali za kimataifa za nyuklia, zikiwemo hata taasisi za kiintelijensia na kijasusi za Marekani, zote zimesema kwamba hakuna ushahidi wala hakuna mwelekeo kwamba Iran inataka kuunda silaha za nyuklia. Kwa hivyo hueleza kwamba kwa kufanya ilichofanya Israel imeshinda vita, wakati kama inachodai ni tuhuma tu ambazo hazijathibitishwa, ni vigumu kusema kwamba huo ni ushindi katika vita. Lakini kwa upande wa Iran, kwa upande wake Iran inasema kwamba imeshinda vita hivi kwa sababu kwa mara ya kwanza kabisa imevunja ule mwiko ambao umezoeleka kwamba Israel inapoanzisha vita dhidi ya ardhi ya nchi yoyote ni kwamba hakupatikani maafa makubwa ya Israel nayo kuweza kuathirika katika vita. Na katika vita hivi imeshuhudiwa kwamba Israel kwa upande wa kijeshi, kiintelijensia, kitaalamu, miundo mbinu na hata taasisi zake nyingi za kiuchumi na majengo ya raia yameharibiwa vibaya sana na makombora ya Iran. Na tusisahau kwamba vita havikuwa baina ya Israel na Iran. Vita kwa hakika vilikuwa kati ya Iran na Israel, Marekani na mataifa mengine yote ya magharibi yanayounga mkono Israel, kwa sababu kila mtu anajua kwamba Israel inapoingia vitani inasaidiwa na madola makuu ya magharibi katika upande wa intelijensia na kupatiwa zana za silaha kila wakati. Wakati vita hivi siku 12 vinaendelea, tumeshuhudia Marekani na Ujerumani zikipelekea shehena nyingine kubwa Israel za kivita kwa ajili ya vita hivi. Na Mohamed Saleh, baada ya kufikiwa makubaliano hayo ya usitishaji vita, vyombo vingi vya habari vilikuwa vinaonesha kana kwamba sasa alau kutakuweko utulivu na kutakuweko hali ya kuheshimiana pengine kati ya Iran na Israel. Kwa mtazamo wako, unaamini amani hiyo itadumu au huku kuheshimiana kutadumu? Sioni kama kuna amani ya kudumu, kwa sababu lengo la Israel ni kuhakikisha kwamba hakuna nchi katika eneo lote lile la Mashariki ya Kati ambalo linaweza kujitutumua dhidi yake. Na tumeona kwamba amejaribu kuvunja nguvu za Hezbollah kule Lebanon, ameingia Syria. Kwa hivyo sasa hivi ameona nchi ambayo iliyokuwa imebakia ni Iran, na hakutegemea kwamba angekutana na changamoto kama hii alokutana nayo katika vita hivi vya siku 12. Kwa hivyo ninavyohisi mimi ni kwamba bila shaka yoyote wao inawezekana ndio waliotilia nguvu vita visitishwe, lakini haina maana kwamba ndio vita vimemalizika. Ninaamini kwamba labda hivi sasa wanajaribu kukusanya nguvu tena upya na ili waweze kupata fursa nyingine ya kuanza tena. Tukumbuke kwamba waziri mkuu wa Israel Bwana Netanyahu inabidi ili aweze kuendelea katika uongozi wake na kuwa huru, inabidi aendelee na kutafuta kila njia ya kuwa na vita ili aweze kubaki madarakani, kwa sababu siku ambavyo kutakuwa na amani, bila shaka yoyote watajikuta
anaishia kifungoni. Mohamed Saleh, na hivi punde tu muda mfupi uliopita nimeona taarifa kwamba Rais Donald Trump mwenyewe amewataka Waisraeli wamuondolee mashtaka bwana Netanyahu. Maana yake ni kwamba hilo unalolisema, wasiwasi huo upo kwamba ikiwa hatotafuta namna ya kuendeleza vita kwingine, basi maana yake ni kwamba anahatarisha hata nafasi yake ya kuendelea kuwepo madarakani. Lakini vile vile bwana Abdul Fattah mwanzoni hapo alizungumzia mengi kuhusiana na vipi nchi za magharibi zimekuwa nyuma ya Israel, na ni kitu ambacho kinajulikana katika vita hivi, ikipelekewa silaha. Lakini hata baada ya kufanyika mashambulio haya